sauti za shangwe, wokovu furaha, zimo hemani mwao walio haki. Mkono wa Bwana utenda makuu, mkono wa Bwana umetukuzwa mno. Kwa muda mrefu mimi nilisubiri. Welcome this evening, my viewer, and I want to thank God so much for giving us this wonderful time to hear His word. I've been dealing with the altars, a very important subject in our lives, and especially in the days that we are living today. And we are going to continue on from where we stopped the other time, and I know our lives will completely be changed. God bless you so much as you sit back there and continue watching, and God is going to bless your life. Number 2, jambo la pili, altars of tradition. madhabahu ya kitamaduni. These altars cry that we go back to the traditions Madhabahu yanalia ili turudi kitamaduni and our ancient gods, na ile miungu ya kale, the gods the gods of Gikuyu and Mobi, ile miungu ya Kikuyu na Mumbi, the gods miungu of Kaya. ya Kaya. Those ones are gods of tradition. Hiyo ni miungu ya kitamaduni. And I came to tell you, Na nimekuja kuambia, we are not serving Jesus Christ tumtumikie Yesu Kristo alongside other gods. kando na miungu mingine. Jesus Christ Yesu Kristo can never grow up together with even his half-brother Ishmael. hawezi kukua pamoja na ndugu yake. The Bible says Biblia inasema Ishmael must go. Ishmael lazima aende. Ishmael must go. Ishmael lazima. And when God says Ishmael must go, Na wakati Biblia inasema Ishmael lazima aende, even if you love Ishmael, hata kama unampenda, release him and kick him away, let him go. mwachilie na mfukuze aende. Oh, hallelujah. Hallelujah. So that the son of the promise Ili ya kwamba mwana wa ahadi will enjoy. atafurahia. Oh, hallelujah. Amen. We want to preach Christ Tunataka kuhubiri and Kristo himself na yeye crucified. mwenyewe amesulubishwa. He is going to be our Lord. Atakuwa mwana He wetu. is the only Lord. Na ndiye mwana wetu. Oh, hallelujah. Hallelujah. He is the only mighty Na God. ndiye Mungu mkuu. Everlasting Father. Baba wa The milele. Prince of Peace. Mfalme wa amani. Listen to me. Nisikize. Those altars of tradition Yale madhabahu ya kitamaduni will come and tell the Luos that you need to lift up this serpent and honor this serpent as God. itasema watambia Waluo wachukue hizi nyoka na waliombe kama Mungu. This altar Hii madhabahu will take all the Kikuyus to the Migumo trees. watapeleka Wakikuyu pale katika miti ya migumo. And then when young men interferes with a small Mogumo tree, they will go there and do their sacrifices. Their sacrifices to lull their gods. Na wakati watu wataenda pale kwa ile mgumo watafanya madhabahu kwa miungu yao. I came to tell somebody. Nimekuja kuambia mtu, miungu ya aina hiyo si miungu wetu. Amen. Want somebody to hear this. Nataka mtu asikie hivi. Some people came here to tell me that now we have seen how God is using you so much. Watu wengine wamekuja kuniambia kwamba tunaona vile Mungu amekuinua sana. And because you are still young, Na kwa sababu wewe ni mchanga, bring the he goats or the dromeshita, what you're not doing. The rams for the men. tuletee kondoo mbili So that we can now ordain you as a man. ili tukuchukue ama tukuamue. It is wrong to preach like this Ni vibaya kuhubiri namna hii and reach all these people you are reaching, na ufikie watu hawa wote unawafikia and you know they are hearing you, na wanakusikiza. but you need now to hear us. Lazima na wewe utusikie. Polisi ya kiama no nginya giorute. Buzi za kiama lazima utoe.
And I told them, na nikawaambia, I have heard with you. nimesikia kutoka kwenu. Nimesikia kutoka kwenu. I told them, nikawaambia, I'm not preaching the God of Gikuyu and Mumbi. sihubiri Mungu wa Kikuyu na Mumbi. I'm preaching the true God, the maker of the heavens and the earth. Nahubiri Mungu wa kweli aliyeumba mbingu na nchi. I'm preaching the message of the cross of his son. Nahubiri Mungu wa msalaba. And this message is a foolishness na huu ujumbe ni to those who are perishing, kwa wale wanaopotea, but to us which are saved, lakini kwetu tuliokoka, it is the power of God. Nguvu za Mungu. Told them, nikawaambia, I cannot do that. siwezi kufanya hivyo. I asked them, na nikawauliza, can you show me where it is written unaweza kunionyesha about those gods? juu ya miungu ile? They kept on telling me, you know what? Wakaniambia, unajua nini? Because I cannot even sacrifice. Kwa sababu siwezi hata kutoa dhabihu. At one time I saw some of my relatives. Siku moja nikaona watu wengine wa ukoo wetu. When we are having some celebrations, wakati tulikuwa na sherehe fulani, they want to come. walikuwa wanataka kuja And hire a man. na wamlipe mtu who is going to slaughter the goat, ambaye atachinja mbuzi facing Mount Kenya, ikiangalia mlima Kenya, and they speak some words. na wakanena maneno fulani. And when one time when I went and I was told they did that, na wakati nilienda pale nikaambiwa walifanya hivyo, I said I will not eat anything here. Nikasema sitakula chochote, even water hata maji that you have defiled. Ile maji umeharibu. And after that I told them, kutoka pale nikawaambia, every time we are having a celebration, wakati wote uko na sherehe, I am the one. Ni mimi, my biology teacher. Mimi mwenyewe. God bless her wherever she is. Mungu ambariki mahali popote. She showed me how to dissect. Alinionyesha. And I am the one who knows how to kill the animal and slaughter it. Na ni mimi najua kumuua ule kondoo na kumchinja. And when I am slaughtering, na wakati nachinja, I am praising my God. Na sifu Mungu wangu. And I am there and I am praising my God. There are no words to the God, to other gods I will allow. When you allow yourself to answer on the, from the gods of the tradition, you will receive a curse from God. Oh, hallelujah. This is the only true word of God. And it has everything. And what is not written here, the Holy Spirit of God is going to reveal to you in the name of Jesus Christ. And there are things you cannot do if you are a child of God. Oh, hallelujah. Hallelujah. The altars of drunkenness and alcoholism, and especially now that I am speaking from my homeland, I really thank God, because in the Kikuyu community, they even will give birth to children and call them Wajohi. And they don't know, because some children, my brother is telling me, and all that, such that now this child will automatically answer to that altar of drunkenness. Oh, hallelujah. Hallelujah. I like being involved, and I have told my girls here, all my daughters, I want to be involved when you are getting married. That, beer that they talk about, it will not be poured for you. The blood of Jesus Christ was poured for you, and it is enough.
You know, now I can speak with boldness after 20 years now. Unajua sasa naweza kuongea kwa ujasiri kwa sababu baada ya miaka 20 struggling in dowry negotiations. Kwa kusumbuka kuwa na shinda ya negotiation. Where I have been told that our daughter must sip this Muratina and must give to the fathers. Ati lazima mtoto msichana wetu akunywe aonje hii pombe na apatie baba zake. And a good brother and a sister, they didn't know it is wrong, and they are there when they do a holy wedding and they give birth to children. The children start becoming drunkard at the age of 10. Na hawa wadugu hawakujua vile wanafanya walipooana, wale watoto walikunywa pombe wakiwa na miaka 10. Motuto has a lot of problems even with high school students. Motuto ana shida kubwa hata kwa wanafunzi wakiwa shule. And let me tell you, wacheni waambie, the high school students and the young people, watoto wa high school, watoto wadogo, they are just answering to an altar somewhere. Wanajibu katika madhabahu mahali fulani. And we don't need to take them to the police station and then give them punishment from there. Hatuhitaji kuwapeleka kwa police station alafu tuwape punishment pale. What we need to do is to speak against and tear down that altar of drunkenness and alcoholism. Ni kunena juu ya madhabahu yale ya ulevi katika jina la Yesu. You as a parent, you need to take care. Wewe kama mzazi unastahili kwa. And I am telling you for sure, nakwambia kwa hakika, when you deal with a certain altar, unaposhughulikia madhabahu fulani and you tear it down, na uiangushe chini, what will happen? Kila kitatendeka Is that your children will not have an altar to answer to. Watoto wako watakuwa na madhabahu ya kujibu. You know, even your parents. Unajua hata wazazi wako. When I dealt with this altar in my family, nilipofanya kazi katika madhabahu haya, the altar of drunkenness and alcoholism, madhabahu ya ulevi, I have seen my cousins getting saved. I have seen them, even some of them, they did not get saved fast. They started by stopping to drink. Niliona wengine wetu katika ukwetu wakiokoka na wengine wanaanza tu kukunywa bila kabla ya kuokoka. And I asked one of them, na nikauliza mmoja wao, I heard that you have stopped taking beer. Nikauliza mmoja, nilisikia kwamba uliacha kunywa pombe. And he told me, na akaniambia, Kareithi nale korone howe besha yadana tomera. Afadhali ungejua zile pesa mimi nimetumia. I kept quiet. Nikanyamaza. And you know he was telling me, na alikuwa ananiambia that he has spent a lot of money. Ametumia pesa mingi. And every time he doesn't know what he has been doing. Na wakati wote hajui alikuwa anafanya nini. But now he doesn't feel like drinking. Lakini hasikii juu ya kulewa tena. Oh, hallelujah. Amen. I saw some people living it completely. Niliona watu wakiacha na kuiacha kabisa. Even before they get saved. Hata kabla waokoke. Because that altar of drunkenness sababu ile madhabahu has already been broken. Imevunjika. Oh, hallelujah. Amen. And when it is broken down, then these people, you lift up the altar of God. Na hawa watu wanainua madhabahu ya Mungu. It is going to speak in their lives. Itanena maishani mwao. Number 4, altars of poverty. This one, ni madhabahu ya umaskini. the altar of poverty madhabahu ya maskini is lifted up by the enemy, imeinuliwa na mwovu, so that he can cripple the church. ili ya kwamba kanisa liwe uwete. Because when even you come to church, unapokuja kanisani, you hear there is a need to buy a drum set like this one, unasikia kwamba kuna hitaji la kununua drum set kama hii, on a podium like this one, ama podium kama hii, and you don't have the money. na huna pesa. You feel as there's something wrong. Unasikia kwamba kuna kitu baya, but you accept it. I am a poor man. Lakini unakubali kwamba mimi ni maskini. Until you even sing. Mpaka unaimba. Oh, theni wakaiato. And you see, it is very dangerous to sing. Na ni vibaya sana kuimba if you don't have a revelation. Kama kuna ufunuo.
It is the worst thing that can happen. Kitu kibaya ambacho kitatendeka. When you want to worship God Ukitaka kumwabudu without a revelation, bila ufunuo. you call yourself Mutheni wa Ngai. Unajiita mwenyewe basi. Where is it written? Imeandikwa wapi? A Mutheni wa Ngai. Mshemo mama basi. Oh. I challenge everyone now here. Show me where it is written Nionyeshe mahali pameandikwa that God has his own people, poor people. ya kwamba Mungu ana maskini wake. And somebody says, oh, what about Lazarus? Na watu wanauliza kwa nini na Lazaro? Did he do what he was supposed to do? Alifanya vile alikuwa anastahili kufanya. Because if you have Lazarus mind and mentality, ukiwa na mawazo ya Lazaro, you will remain poor. Utakaa ukiwa maskini. Deuteronomy 15 verse 4 has always been my memory verse. Kumbukumbu la Torati imekuwa mstari wangu wa kurudia. Deuteronomy 15 verse 4. Kumbukumbu la Torati 15 mstari. The Bible says in New International Version, Biblia inasema, however, there should be no poor amongst you. Hakutakuwa maskini katikati yenu. That is in the Old Testament. Iko katika kitabu cha Agano la Kale. Deuteronomy 15 verse 4. Kumbukumbu la Torati 15. However, hata hivyo, there should be no poor amongst you. Hakutakuwa maskini. For in the land the Lord your God is taking you to possess, katika nchi ile Mungu anakuwapeleka, He will richly bless you. Atakubariki. The land that God has been speaking to us Ile nchi Bwana ananena kuhusu is the salvation that we have. ni wokovu ambao when you are saved, you have already received the land. Kama umeokoka umepokea. And there should be no poor among you. Na kutakuwa maskini katikati yenu. If you can believe with me, lift up your hand and say, I shall never be poor. Kama unaamini pamoja na mimi nasema sitakuwa maskini. And I have always said that my English teacher did her work. Nikasema mwalimu wangu wa Kiingereza alisema afanya kazi yake. And she told me, na akaniambia, when you use the word should, wakati unatumia neno, it is a must and it is an order. Ni lazima. So there should be no poor Kwa hivyo hakutakuwa in the midst of the people of God. Katikati ya watu wa Mungu. And people are saying, oh, that is the Old Testament. What about the New Testament? Na Agano Jipya. 2 Corinthians chapter 9 and verse 11. Wakorintho wa pili 9 mstari wa 11. The Bible says, Biblia inasema, you will be made rich utafanyika in every way, katika hali zote, so that you can be generous ili uwe mtu on all occasions. Katika hali zote. One of the reasons why people become poor, sababu ya kwanza ambayo inafanya watu is when they are not faithful in their giving. Ni wakati ule sio waaminifu katika kutoa kwao. Malachi chapter 3 verse 10 going downward. Mstari wa 10 kwenda chini. It says that you should bring all the tithes and offerings Inasema lazima ulete fungu lako la into the house of God. katika nyumba ya Mungu. The moment you don't bring your offerings wakati ule huleta sadaka yako and your tithes into the house of God, na fungu lako katika nyumba ya Mungu, you have opened that door umefungua ule mlango, and you shall be poor. na utakuwa Your children will be poor. wana wako watakuwa maskini. But if you close that door Lakini kifunga ile by making sure that you have given your tithe, uhakikishe umetoa fungu lako, you have given your offerings, umetoa sadaka you yako, have planted seeds umepanda mbegu that are going to be in the storehouse. Watakuwa katika ile ghala la Mungu. The devourers are rebuked from heaven. Aharibiaye amekemewa kutoka mbinguni. And you know devourers, Unajua aharibiaye they are mighty, ni wakuu, they are strong men, they are strongholds, ni ngome kuu, and you cannot be able to rebuke them. na huwezi kuwakemea. The Lord is the one who rebukes them. Mungu ndiye That is anakemea. why God says, Ndio sababu Bwana bring anasema all the tithes into the storehouse, lete zaka zote katika ghala that there langu, may be meat in my house. na ikutane katika nyumba yangu, And approve me now, na niangalie sasa if I am not going to open the windows of heaven kama sitafungua dirisha za mbinguni and pour out all a blessing in your life, nimwaga baraka maishani mwako, that there shall be no room enough for it. hakutakuwa hata na mahali pa kuziweka. And then verse 11 of Malachi chapter 3, Na tena 11 mara 3 the Bible says, Biblia inasema, and I will rebuke the devourer na on your behalf.
juu kwa niaba yako. Oh, hallelujah. Amen. So when you pay your tithe, Unapolipa fungu lako, God is going to actually rebuke the devourer on your behalf. Mungu atakemea haribiaye kwa niaba yako. Hallelujah. Hallelujah. Offerings should be given in every church meeting, Sadaka lazima zitolewe katika mkutano wote wa kanisa, so that we do not enter into the house of God empty-handed. ili tusiingie katika nyumba ya Mungu mikono mitupu. Deuteronomy 16 verse 16. Kumbukumbu la Torati This is what 16 the Bible says, vinasema that no man should appear before the Lord empty-handed. hakuna mtu ataingia mbele za Mungu mikono mitupu. Oh, hallelujah. Amen. The altar of stagnation. Verbal curses are released in an institution. Katika laana ya kuneno inaachiliwa na katika Maybe a school, ama kwa shule, maybe a family, ama familia, such that you will only reach a point and then you will not prosper. ili ya kwamba utafika mahali na utanawili. There are some families where their children can only prosper up to a certain age. When they reach that age, there is no prosperity. They stagnate. They start going down. Kuna familia wananawili kwa kutoka kwa umri fulani, kutoka hapa kuna kuendelea tena wanakoma pale. That spirit or that altar, we must speak against it. Ila madhabahu lazima tuinenee. You realize that there are some villages where some of us came from, and there is no prosperity. Kuna vijiji wengine wetu tumetoka kwao lakini hakuna kuendelea. The newest buildings are there. They are even written. This one was built 1963. This one was built 1965. Zimeandikwa, kuna manyumba yameandikwa ili 60. And you ask, which other buildings have been built now? Unauliza hizi nyumba zingine zimeumbwa siku gani? I thank God for some county governments who are saying now, we need to see new buildings here. If you don't build at least 4-story building, then sell this plot of yours, and you are given a letter. Nashukuru wa county wale wa serikali wanasema ya kwamba lazima mjenge nyumba mpya, ama sivyo uze hii plot. Listen to me. Nisikize. These altars of stagnation, haya madhabahu ya kukatu pale, sometimes they attack you, inakukuza siku nyingine, and then you cannot prosper. Na huwezi kuna you have been doing very well. Umekuwa ukifanya vizuri. Your business have been doing very well. When you reach a point, unafika and then you are told there is no going ahead. Hakuna kuendelea. You reach a point. Unafika mahali. You even feel satisfied. Unasikia kwamba umetosheka. That when I have made 20,000, wakati nimeunda 10,000, nobody else has ever made such money. Hakuna mtu yeyote. And you are feeling now you are on top. Unasikia kwamba umefika mwisho. Keep on saying. Nakaa ukisema. I keep on saying myself. Ninakaa nikisema. The greatest enemy to determination is success. Adui mkuu wa kujitahidi is success. Ni kushinda ama ni kupata kile unataka. Because the moment you succeed somewhere. Kwa sababu wakati ule umenawili umefika mahali. Oh, hallelujah. Amen. When you succeed somewhere. Ukipita mahali fulani. And you feel now I have succeeded. Na usikia kwamba sasa nimefika. You will not be determined. Utakuwa. That is why I like those people who keep on memory and say every time sky is the limit. Unakawa napenda wale watu wanasema ya kwamba mbingu ndio mwisho. Because if you and some people keep on saying dire ndĩrona kĩndũ kĩngĩtũma nyume wega-inĩ wa Mwathani. Ndakwĩra hĩndĩ ĩrĩa akona ndũkamwona. Asijaona kitu kitakutoa katika wema wa Mungu, lakini akipata utamuona. Make sure when you are giving your testimony, hakikisha vizuri sana unapotoa. You know, my brother, I have not seen anything that can make me come out of the whatever the salvation. Listen to me. Sijaona chochote kutoka katika wokovu. The moment that person will get, wakati ule mtu ule atapata, you will never see them there. Utamuona tena. Oh, hallelujah. Amen. But those of us who are going to heaven, lakini wengine wetu who want to see Jesus Christ, ambao wanataka kumuona Yesu Kristo, you will be always looking forward. Utatazama juu. Oh, hallelujah. Hallelujah. The altars of immorality,
Madhabahu ya uzinzi they'll always fight against people. yatapigana na watu. These ones, they use the spirit of polygamy, such that now you will never be satisfied. Ya kwamba hutatosheka. And so every time you are looking, kwa hivyo kila wakati unaangalia. You know now, it has been very cold. Kumekuwa na baridi sana. And everybody is saying, na mtu ila ugonjwa wangu wa kifua. Mulimulia wako wagizuri. Ora tiketi kanisa. Siwezi hata kwenda kanisani. Kama tu kati uchirie. Wacha mchungaji ahubiri peke yake. You allow that altar of diseases. Unakubali ule roho ile madhabahu ya ugonjwa. The Bible says, Biblia inasema, I am the Lord who healeth you. Mimi ndiye Bwana ninayeokoa. And so you don't have your own disease. Na huna ugonjwa wako. You need to fight against every altar of diseases. Lazima upigane na roho wote wa ugonjwa. Oh, hallelujah. Amen. The altar of premature deaths. Madhabahu ya kufa kabla. This is what you have to deal with it. Lazima upigane nayo. Especially those if there is anybody in your family. Na kama kuna mtu katika familia yako that have rested and have gone maybe to be with the Lord before they are at least 70 years. Na amekufa kabla ya miaka 70. That is how we know. Hivyo ndivyo tunajua. There is an altar of premature death. Kuna madhabahu ya kufa kabla ya. It doesn't matter. Haijalishi. And you know, if in your family hata kama katika familia there are people who have died when they were young. Kama kuna watu walikufa. Whether you have buried young children. Ama unazika watoto. Or some youths. Ama or some older people who never reached the age of 70. Ama wengine wamekuwa kidogo lakini hawajafikia 70. Why 70? 70 kwa nini? Because that is what the Bible says. Actually, somewhere. Mahali fulani. You know, even if the devil would come with that word, maybe we would start arguing from there. But if you bury somebody that is not 70 years old, you need to fight that altar. Kama kuna mtu mezika chini ya miaka 70 upigane na hayo madhabahu. And because you are alive now, na kwa sababu uko hai and because we are not in a funeral service, na kwa sababu hatuko katika you have the best opportunity. Uko na nafasi nzuri. I have spoken about so many altars. I want you to get angry about everything that these altars have been doing. Nataka ukasirike juu ya hao madhabahu vile wamekuwa wakifanya. The altars of poverty madhabahu ya that have been there in your life. Wamekuwa pale maisha yako. You need to say, I am destroying you. Now I destroy you. You lift up your hands before the Lord. I am declaring now in the name of Jesus Christ that my Father, every altar of immorality is broken down now. We are tearing this altar in the name of Jesus. Every altar, the altar, my God, altar of poverty that has been speaking against us, I declare today it is torn down in the name of Jesus. Thank you so much, my viewer. I really thank God because your life will never be the same again. And I am repeating it again, that your life will never be the same again. Every altar that has been speaking against you in your life and in your family, in your community, I declare this evening, it is already torn down and God is going to give you victory in Jesus' name. I want to pray together with you. If you are not born again, I want you to receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of your life. And then God is going to do a lot of work in your life. The problems that we are having around us, when we invite Jesus and He comes into our life, He becomes a solution. He becomes the way, the truth, and the life. I want you to repeat this prayer after me. Say, Lord Jesus, I come to you. I repent my sins. Come into my life. And from today, take care of me. From today, I will follow you. I will serve you. I refuse every work of the enemy and every work of the devil
is defeated in my life. From today, I will serve the Lord. In Jesus' name, I pray and give thanks. Now, if you have prayed that prayer, my viewer, today and this evening, the Lord Jesus Christ has come into your life. The only thing that you need to do is to get a church, study the Word of God, continue to pray, and let the Lord build you up in Jesus' name. If you are around Lemuru Sub-County, we are located in Lemuru Town, a building called Kirk House, that is in that floor. Walmart Church is located there, and you will meet us. Your life will never be the same again. God bless you so much. Continue meeting us in this same station, same time. Next week, there is going to be another explosion of the Word of God. God bless you.